Habari mwanaufahamu katika mtandao wa Facebook. Leo tupo katika kipengele kingine. Tulikuwa tumeshare njiani katika sura ya pili ya kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, ambapo tunaenda kuangalia kuhusiana na vituo vya nishati. Wengine wao wanaita chakras, wengine wanapenda kuita chakra. Hapa tunasemaje? Hapa tunasema kwamba hisia zako huwa sio tu hisia, bali zinakuwa ni frequency ambazo zinakuwa zinaamshwa katika vituo vya nishati. Kama sasa vituo vya nishati inamaanisha chakras. Tunakuwa tumejadili kwenye live zilizopita kwamba akili ya hazina huwa ndio chimbo la frequency. Pale ndio frequency zinahifadhiwa na zinasambaa kwenda sehemu zingine kwenye mwili wako, kwenye mwili wa mwanadamu. Hapa tunaweza tukaangalia jinsi akili ya hazina inavyokuwa inaamsha hisia hizo katika vituo vya nishati kwenye mwili wa binadamu. Elimu hii inakuwa ni elimu ngeni, au sio ngeni kwa yule mtu ambaye alikuwa anafuatilia hichi ninachokiongea hata huko kwingine, lakini inakuwa ngeni na inakuwa inachanganya kwa mtu ambaye hajawahi kujihusisha na hii elimu ya ufahamu. Sababu hapa ni elimu ya ufahamu, sio hapa tupo kwenye nani yoyote ile. Tupo ni elimu ya ufahamu ya mtu binafsi, mtu na matatizo yako. Matatizo yako hayamhusu mtu. Jukumu la kushughulika matatizo yako ni la kwako mwenyewe. Kwa kitu tunachokiongea hapa kinaweza kukusaidia kwa njia moja au nyingine. Kwenye live zilizopita nilikuwa nishakufundisha habari ya akili ya hazina, maimbi ya ubongo na mambo kibao. Kwenye live ya kwanza nilikuambia habari ya frequency, habari ya mitetemo ya kiroho. Akili ya hazina ndio huwa inahifadhi, ndio kompyuta ya ufahamu. Kwa maana hiyo sasa huwa inahifadhi frequency ambazo zinakuwa kwenda sehemu nyingine za mwili. Ambapo kwenye akili ya hazina kama papo na low frequency au papo na mtetemo wa chini, tunakuwa tunaamsha. Kuna chakra, kama wewe kufuatilia chakra tutaziangalia hapo mbele. Kwa mfano ukituma low frequency, kinachoamka cha kwanza huwa ni hofu, ambayo inaenda kukaa moja kwa moja kwenye root chakra. Tutaangalia hapa jinsi chakra zinavyokuwa zinafanya kazi, pamoja na akili, pamoja na mawimbi ya ubongo ambayo tulikuwa tumeyajadili kwenye kipindi kilichopita. Lakini vile vile akili ya hazina ikituma au ikiwa imehifadhi high frequency, kitu kinachoamka cha kwanza huwa ni solar plexus na heart chakra. Solar plexus hii ni chakra ya jua kwa Kiswahili. Na hisia inayoibuka baada ya kuwa una high frequency, kitu cha kwanza huwa ni ujasiri, na kuwepo na upendo, lakini vile vile na amani. Mtu unakuwa na furaha, upendo na amani na ujasiri. Lakini tunasema rangi ni nishati zilizoganda, na kila chakra huwa inafungamana na nishati ya rangi fulani. Rangi huwa zinatumika katika mambo mbalimbali. Unaweza kaangalia hata kama wewe ni Mkristo, labda Mkatoliki, unaweza kaona mavazi ya mapadri. Unaweza kaona mavazi ya mapadri. Mapadri wanapenda sana kubadilisha mavazi, kijani, zambarau, hawavaivai tu. Lakini vile vile unaweza kaangalia kama ni Muislamu, hizi kanzu huwa zina rangi, na uwezo kukuta kanzu ambayo imechanganyikana rangi. Unakuta kanzu ina rangi moja. Achana na kanzu, kama huwa ufuatilia, unaweza kaenda kufuatilia yule malkia wa Uingereza, yule alikuwa anapenda sana kuvaa nguo za rangi moja. Sio huyo, hata baadhi ya watu wenye ufahamu wa masuala haya huwa wanapenda kuvaa rangi moja. Unakuta anavaa, na kila rangi huwa inafaa na siku yake, inakuwa ina nguvu siku fulani. Kwa hiyo sasa frequency tunaweza kulinganisha na rangi. Frequency inakuwa, tulisema mwanzoni ninaposema frequency ni mtetemo, na nikasema kila kitu kinakuwa kinatetema kinakuwa kinatetema katika kiwango fulani.
kinakuwa kinatetema katika kiwango fulani. Kwa hiyo tunasema kwamba kila chakra ina rangi yake, ikiwa ni frequency ya kuielewa. Kwa maana gani? Yaani tunaposema rangi hapa kwenye mambo ya chakra ni kitu ambacho hakitakiwi kukuchanganya. Kwa maana sisi binadamu tuna macho ya kuona, si ndio? Lakini tunasema nishati ni vitu ambavyo huwa havionekani. Lakini macho yetu au milango ya fahamu ndio huwa inaingiza hisia kwenye ubongo wetu. Utaona kitu cha kutisha, utatishika. Utapita mahali fulani, hofu itakukamata. Utaona kitu cha kufurahi, utafurahia. Sasa kwenye rangi huwa ipo nishati ambayo wewe na akili yako ya kawaida huwezi kuelewa, lakini ni nishati ambayo inafanya kazi kwenye mfumo wa roho yako. Na kwenye ulimwengu wa kiroho, rangi ni kitu cha msingi na ni kitu ambacho kinafanya kazi na ni nishati, na inawakilisha nishati ya aina fulani. Sababu sema nishati ni kitu ambacho hakionekani lakini kinatenda. Ni kitu ambacho hakionekani lakini kinafanya kazi. Kama ulivyo uchawi. Utagoma mbali ya nishati, lakini mwisho wa siku vile unarogeka na unaenda kwa mganga kutibiwa, au unaenda kanisani kufanyia maombi, au unaenda msikitini au kwa mshehe kufanyiwa kisomo. Kwa hiyo nishati ni vitu ambavyo havionekani lakini vinatenda. Kwa maana hiyo rangi ni nishati. Rangi ni nishati. Rangi sio chochote kwa usiyefahamu, lakini ni chochote kwa yule anayefahamu na anazingatia. Sio kwamba naongea maneno yangu utawaona watu wa aina hii wanapenda siku hii amevaa rangi hii, siku hii amevaa rangi hii. Ukiona mtu wa aina hiyo, uone ni mtu anayeelewa masuala haya. Kwa hiyo huwa tuna chakra ziko 7, chakra standard chakra huwa ziko 7, ambapo huwa tuna chakra ya kwanza ni root chakra ambayo rangi yake huwa ni nyekundu, ambayo kituma low frequency chakra hii huwa inakuletea uoga na kutokujiamini, kujiona kama huna misingi. Inakuja ile akili ya kutegemeana kwa kama una pa kutegemea, kama unaelea. Hii chakra ikipoteza mwelekeo. Lakini tuna chakra ambayo ni utumbo wa chini. Rangi yake huwa ni machungwa. Inahusika na hisia, ubunifu na mambo ya uzazi. Hisia si ya mapenzi, si na nini, zote zinahusika na hii chakra. Hii chakra ndio huwa inaibua. Huwa inaibua hisia, hata hisia za mapenzi, inahusika na hisia. Kwa rangi ya machungwa ni rangi ya hisia. Ni rangi ya hisia, mambo ya hisia. Tunakuja solar plexus. Solar plexus tunasema ni utumbo wa juu, ambao watu tunaita ni chakra ya jua. Ni chakra ya jua ambayo huwa inaleta nguvu na kujiamini wewe wenyewe. Tutaangalia hizi chakra mbele zaidi. Kitabu ni kikubwa. Elimu ni sio elimu fupi, kwa sababu elimu ninayoongea mimi ni elimu nzito na ni elimu ndefu. Nadhani umeshakutana na mtu anajadili kipande kimoja kuhusiana na maarifa ya kiroho au maarifa ya ufahamu. Sasa mimi najadili hapa elimu iliyokamilika kutoka kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Na kwa maana tunasema huwezi kupata maarifa kamili kwenye kipande. Kwa maana hiyo sasa, kama hujaangalia live zilizopita, ninachokuwa nakiongea hapa kinaweza kisikuingia akilini. Kwa hiyo ni lazima ufuatilie au uwe na msingi wa kile ninachokiongea hapa, na ni kitu ambacho kinakusaidia. Pindi hapo utakuwa umefanikiwa kumaliza hizi live session zangu, labda unaweza ukapata ni nini na maanisha, na unaweza ukapata msaada mkubwa sana katika mambo ya kiroho na katika maisha yako. Unaweza ukapata msaada mkubwa sana wa mambo ya kinyota. Unasemaga kinyota mimi nasema nyota, nasema utambuzi. Kwa hiyo baada ya solar plexus tunakuja heart chakra. Heart chakra ni chakra moyo. Chakra moyo ambao rangi yake ni kijani lakini na pink. Hii ni chakra inayohusiana na hisia ya upendo. Ni chakra inayohusiana na hisia ya upendo. Lakini tuna throat chakra. Chakra hii inakuwa kwenye koo. Hii hapa inakuwa na rangi ya blue, inahusika na rangi ya blue kwa maana ya mawasiliano. Ipo kwenye koo, inawakilisha mawasiliano. Chakra ikiwa sawa, unakuwa ni mtu ambaye unapenda ukweli, unapenda kusema ukweli.
unakuwa ni mtu mkweli, unakuwa unawasiliana vizuri. Manake sasa wewe kama ni mwongeaji alafu unasema mbona mimi nyota yangu ameniambia kwamba mimi ni mwongeaji vizuri, mimi ni public speaker, lakini mbona mimi sijiamini kufanya hivyo, basi hii chakra inakuwa imepoteza mwelekeo wake. Tutakuja tuangalie zaidi athari za chakra kupoteza mwelekeo wake. Lakini tuna chakra ambao ni third eye. Third eye hii hapa tunasema ni hii hapa ndio wanasema ni jicho la tatu, ambao ni chakra hii. Hii ni chakra, na kila chakra niliyojadili hapa ina upana wake. Mimi sinasema watu hapa kwa kukutajia, unaweza usivielewe, lakini huwa nasema ni vizuri mtu ukisikia kitu kama hiki, ukikisikia zaidi ya mara moja, unaweza ukakisikia hapa ikawa ni mara yako ya kwanza, lakini ukakisikia na kwa mtu mwingine, ukakisikia na kwa mtu mwingine tena. Hata kama wewe unakuwa ni, na hapa ninapokuambia hivi sikuombi hela. Sasa bora usikie kwa mwingine anayekuomba hela. Mimi sikuombi hela, nipo tu hapa na misheni yangu. Nipo hapa kukamilisha misheni yangu. Misheni yenyewe niisha kuelezea. Mimi ni mtu anayehusika na tehama, nafundisha mambo ya tehama. Sasa unakutana na changamoto, unafundisha mwanafunzi lakini anakosa ubunifu. Unakuja kuangalia shida ya huyu mtu ni kitu gani? Unakuta ni shida ambayo ni tatizo la ndani, yani tatizo lake la ndani. Sasa unafanyaje? Inabidi umfundishe msingi ambao wewe unao, kwa sababu unakuta mtu unafundisha sio kwamba eti umeenda chuo DIT na nini huko umesomea, hapana. Kwa hiyo inabidi umfundishe msingi ulionao, na sio msingi wa kutoka kwenye kichwa chako. Lazima utafute msingi ambao unaeleweka kumfundisha mtu. Ndipo hapo mtu anaingia kwenye kufanya uchunguzi kwamba naweza nikamsaidiaje mtu kwenye changamoto kama hii akaweza kuwa mbunifu katika taaluma hii. Lazima kuanzia ndani. Sasa ndani yake lazima kuamsha nishati ambayo imekuwa ipo ndani yake, ile ambayo inakuwa ndio kama msukumo na kiongozi wake katika kufanikisha mambo mbalimbali. Ni elimu inayochanganya, lakini kwa kurekodi hivi naweza nikawa na reference ya kumwambia mtu. Inakuwa inachosha sana kumwelekeza mtu mmoja mmoja kwenye inbox za WhatsApp. Message zinakuwa nyingi, unamwelekeza mtu mmoja mmoja, hicho unachokielekeza leo anakuja anaongeza mwingine kesho, unarudia tena ile ile. Sasa inakuwa inaleta hali fulani ya kuchoka. Sasa ukiwepo na live kama hizi, unaweza kumwambia mtu arejelee masomo kwenye live ambazo umekisha kufundisha, anaweza kupata kitu kinaweza kumfungulia au kikampa majibu ya swali analokuwa analiuliza. Nasaidia hiyo jicho la tatu ambayo inakuwa usawa katikati ya jicho na jicho ndani, ambao rangi yake inakuwa ni ya nila. Angalia huko nila ni rangi gani? Inahusika na nini? Hii chakra inahusika na maono. Pale ambapo unakuwa hauna uwezo wa kupata maono, wa kupata mwongozo na maisha yako wewe mwenyewe, au tuseme ni mtu ambaye unapenda kuomba ushauri kwenye kila jambo lako. Yaani kwenye kila jambo lako kutoka kumshauri mtu akakushauri. Jambo lenyewe huyo mtu anaenda kushauri hajalisababisha wala hakuwepo linapokutokea, lakini unajifanya unataka kumuelewesha akuelewe aweze kushauri. Vitu vingine vya kupata tu utulivu ili wewe mwenyewe uweze kujiokoa. Kwa sababu vitu vingine kama vinakutokea kwa ajili vitu vingine vinakuwa vimejifunga kwenye mwili wako. Kwa mfano kama third eye, kijifunga inakuwa ni hatari sana, mtu unakosa mwelekeo, unakuwa unaandamwa na habari za kukata tamaa. Unakuwa ni mtu ambaye asiyeambirika, unakuwa ni mtu ambaye hauoni au usikii. Hii kifunga ni hatari sana. Lakini tuna crown chakra ambao tunasema ni uungu. Hii inakuunganisha na chanzo kikubwa, inakuunganisha na nishati ya ulimwengu. Inakuunganisha na nishati ya ulimwengu, unapokea hekima za juu na mambo mengine. Unapokea nishati mbalimbali kutokea hapa. Hii inakaa utoseni kwenye kichwa. Hii rangi inafanyaje kazi? Rangi itafanya kazi kwa kutazama au kutafakari rangi husika. Inakuwa inaamsha mtetemo wa chakra husika. Kwa hiyo nikwambia nyekundu, ukitazama nyekundu machoni, nishati ya rangi nyekundu inahusiana na chakra ya mzizi, root chakra. Sasa unaitafakari vipi? Hii hapa unaitafakari kwa kuiangalia, alafu sasa unafumba macho, unakuwa unavutia picha ya rangi nyekundu huku umefunga macho. Ukifanikiwa kufanya kitendo hicho kwa muda wa dakika 3 hata leo, kesho na kesho kutwa,
unakuwa unajiweka kwenye usawa na hii chakra. Na hii chakra unakuwa unaibalance, kwa sababu inapokuwa imepoteza balance yake au inapokuwa inaenda bila mwelekeo, inakuwa inaenda kwa ajili ya asili. Kwa sababu hadi upo unaishi, upo unaenda hivi, maana vitu vingine vinafanya kazi. Ukipata matatizo, vitu vingine vinakuwa vimepoteza uwiano. Kwa kitendo cha kutafakari rangi nyekundu, unakuwa unaipa uwiano hii root chakra iweze kutetema kwenye uwenyewe wake. Nakuja kuangalia athari za chakra ikipoteza mwelekeo inakuwaje. Jinsi chakra, elimu hii ya chakra ilivyo ni ya kiroho au ilivyo ya kiufahamu, lakini inaungana na elimu ya sayansi ya biolojia ya hospitali. Lakini naweza nikaongea hapa kwa sababu hapa tunaenda kujadili habari ya kwa nini watoto wanakuwa na nguvu kubwa ya kiroho. Kwa nini kwa mtoto anakuwa na nguvu kali sana kwa mtoto mchanga wa siku chache yule, au mtoto mdogo yoyote? Unasema mtoto ni malaika. Napenda kusema mtoto ni malaika. Nilikuwa nataka nikwambie kwamba kwa live iliyopita nilikwambia habari ya akili ya hazina. Nilikwambia habari ya akili ya hazina, nikakwambia akili ya hazina inafanya kazi kwa kutegemeana na mawimbi ya ubongo, lakini vile vile inategemea jicho la tatu. Kwa sababu jicho la tatu ndilo linalotengeneza picha ya hisia fulani. Jicho la tatu lazima litengeneze picha. Ni lazima litengeneze picha ya tukio ili kuelewesha akili ya hazina hisia ambayo inaimaanisha. Kama ni furaha, utapata maono ya furaha, au kama umelala utapata ndoto za furaha. Au kama inataka kumaanisha hofu, utapata tukio la hofu ukiwa umelala. Kwa mfano, utaona ndoto labda unadondokea kwenye shimo, au labda sasa namna yoyote tu ile ya kumaanisha hofu. Lakini mawimbi ya ubongo ni mawimbi ambayo yanaisaidia jicho la tatu kufanya kazi. Ubongo nilikuwa tumejadili mawimbi ya aina 5. Tukasema kuna beta, kuna alpha, kuna theta, lakini kuna delta na gamma. Kwa sababu kwamba jicho la tatu linakuwa limejifunga, akili kwa inaendeshwa kwa mawimbi ya ubongo ya beta, ambayo ni mawimbi ya kawaida, yale ambayo yanatufanya sisi tuwe ni watu. Kwamba gari ikipita unajua ni gari, yani ni kitu ambacho kinakufanya uwe kwenye mizani yako ya usawa ule wa kutambua kwamba ni akili, ni mawimbi ya ubongo yanayotekeleza umakini wako. Lakini hapo mawimbi ambayo yanahusiana na ufahamu wa ndani. Mawimbi ya ubongo, akili ikiwa inaendeshwa kwenye mawimbi ya alfa, ndipo hapo sasa unakuwa unapokea muongozo. Na hapo ndipo unapokuwa unakaribiana na jicho lako la tatu kuona nishati na kufanya kazi yake kwa kadiri ya asili yake. Lakini hapo mawimbi ya theta, ambapo ndipo unaweza kuona na jicho la tatu linakuwa limefunguka kikamilifu. Nikisema kuona, unaweza ukawa unapata mkanganyiko. Sasa kuonaje? Mtu unaonaje? Ni pale ambapo unakuwa umelala unapata ndoto. Sio lazima ulale usingizi mnono. Hapana. Unakuta uko umelala usingizi mwepesi tu, lakini ndoto zinakupitia. Ndoto inakuwa unakuonyesha kinachoendelea, labda kama ilikuwa ni mchana, au kinachokuja kwenye maisha yako ni kitu gani. Lakini sasa wapo watu ambao huwa wana tabia ya kupuuzia ndoto. Alafu akiamka kesho na kesho kutwa anataka aende kwa mganga au aende kwa shehe wakampige kisomo, au anataka akiamka kesho aende kanisani, aende akakemee ndoto aliyoiota. Kwa sababu ukweli ni ukweli tu. Kama unaandamwa na nishati hasi, akili haiwezi ikakupamba kwamba wewe unaandamwa na kitu kizuri, wakati yenyewe inahisi kabisa au inakwambia mazingira uliopo yana nishati hasi. Haiwezi kukudanganya. Ndio maana kwenye maisha yako utaona kuna kitu kienda sawa, kuna uhalisia unaendelea tu. Wewe utaenda kanisani, utaomba, lakini bila kuelewa vitu vingine havihitaji maombi, ni kuelewa tu. Mtu lazima uzingatie ni kitu gani unakiota, kinamaanisha nini, ili uweze kuchukua tahadhari, kwa sababu mtu alipo amekamilika. Nilikuwa nasoma sehemu moja, walikuwa wanasimulia habari ya fisi. Anasema fisi, yule mnyama anajitambua na anaishi katika asili yake.
Yule mnyama asili yake ana uwezo wa kulala hapa, lakini akapata maono ya nyama salama mahali fulani. Kwa hiyo ukakuta akavuka miji kadhaa akaenda kwenye mji fulani. Unakuta poli ni karibu na mji na mji labda ni karibu na mji, lakini akavuka nyumba kadhaa akaenda kula sehemu fulani. Anakuwa ana uhakika na anachokifanya. Anaweza kasafiri umbali mrefu kwenda kuchukua nyama aliyoiona kwenye ndoto zake. Ndio maana ukifuatilia kwenye asili, wanajua watu wanaologaga si wanaloga, wanatumia maviungo ya fisi kufanyia dawa, kwa sababu ni mnyama mwenye maono. Yule mnyama sio mnyama wa kawaida. Kwa huwa anaota, anaweza akafunga safari hapa akaacha nyama hapa na hapa, lakini akaenda kula pale alipopaona kwenye ndoto kwamba nitaenda pale nitachukua nitarudi salama. Taenda pale nitakula hapo hapo na nitaondoka salama. Inakuwa ni uhakika. Sasa wewe binadamu ambaye umekumbwa na elimu hizi za kigeni, unakuwa unapuuzia ndoto unazoziota. Hata Biblia maandiko mengi kibao yameandikwa. Ukisoma vitabu vya Samueli pale, utaona yule Sauli analalamika kwamba huyu Mwenyezi Mungu mimi siku hizi hata anionyeshi ndoto. Wanakuwa wanamwambia kwamba wewe umemkiuka sana. Sasa zile ni elimu ambazo zina mafumbo. Ni mafumbo yale ambayo utakuwa uyafumbue, lakini sasa ukikariri kama kuna Mungu amekaa mahali na kiti cha enzi, ukajipuzia wewe mwenyewe, unakuwa unajisaliti, ndio maana unapelekewa moto na maisha. Sasa nitaka niongee mada moja pana. Mada ya kwamba mara nyingi mwili wa binadamu unakuwa unajiponya. Unapokuwa unaenda kununua dawa, unakula dawa, mwili wako unakuwa unajiponya. Zile dawa zinabeba nishati. Zinabeba nishati fulani. Unapoenda hospitali wanakuambia hizo ni dalili za kitu fulani. Watu wa zamani hazikuwepo hospitali, lakini walikuwa wanaweza kutibu kwa mitishamba. Kwa nini walikuwa wanaweza kutibu kwa mitishamba? Ni kwa sababu ya dalili hizo hizo walizokuwa wanazipata, ndio hizo ambazo ziko na leo. Walikuwa na uwezo mkubwa wa kuangalia hapo ni kitu gani kitakuwa kimeenda mlama kwenye mwili wa huyu mtu, na kwenda kuchuma majani yanayohusiana na hicho kitu, mtu akapona. Lakini siku hizi kwa na dalili fulani wanakupima ugonjwa fulani, wakikukuta wanakupa dawa ambazo zinaamsha au ambazo zinaweka mizani ya hicho kitu ambacho kinakuwa kimeenda bila uwiano kwenye mwili. Sasa hii inafanyaje kazi? Tunapokuwa tunasema chakra ipo kwenye usawa. Chakra ndio kituo cha umeme kwenye mwili wa binadamu ambacho ndio kinaleta homoni ziweze kuchanganyana, yani kutengeneza ile chemical, yani sijui nikwambiaje hapa. Yaani kwamba chakra ndio umeme ambao umeme wao ukiwa sawa, zile homoni zinapokuwa zinatoka kwenye tezi zinakuwa zinatoka kwa kipimo maalumu kutokana na umeme uliofanyaje, umeme uliotoka. Sasa kila chakra inakuwa na kazi yake. Kwa mfano nataka nichukulie mfano kwa sababu naongelea hapa. Nichukulie mfano kwenye kitabu. Nataka nichukulie mfano wa issue ya kisukari. Issue ya kisukari. Kisukari ni ugonjwa wa kulisi Kisukari ni ugonjwa wa kulisi. Kisukari sio ni kisukari nimepapata hapa. Wewe msomi utaweza kunikumbusha na kunikumbusha. Kwa mfano root chakra yenyewe inakuwa ina balance homoni ya adrenaline na cortisol. Kuna chakra inaitwa cortisol, ambapo nimekwambia root chakra ni chakra ambao mtetemo ukiwa chini, umeme ukiwa mdogo inakuwa inaleta hofu. Umeme ukiwa kwenye usawa, ukiwa mkubwa, inakuwa inaleta usalama na kujiamini, ujasiri. Hiyo root chakra. Kwa sasa ikiwa inatetema kwa chini hii chakra, ikiwa inatetema kwa chini, hii homoni ya adrenaline ambayo inatokana na tezi ya adreno inakuwa inatoka bila kipimo.
Ikitoka bila kipimo inakuwa ni athari kwenye mwili wako, na kitu kinachotokea, mwili wako unapata hofu, mwili unakuwa unaitikia kwenye hofu. Kumbuka nimekwambia kwamba mitetemo inakaa kwenye akili, na mitetemo inaingia kwenye akili kupitia milango ya fahamu: ngozi, masikio, pua. Si unaweza kanielewa hapa kidogo? Kwa hiyo naweza nikasema akili ya hazina au subconscious mind ni ubao wa frequency ambapo mwili huwa unasoma uendeshe vipi, ujisikie hali gani. Hiyo hali inakuwa imesajiliwa kwenye akili ya hazina au subconscious mind. Kwa hiyo sasa kumbukumbu zote zinakuwa zinatoka kwenye kichwa, kwenye hiyo akili ya hazina. Tunakuja sakla hii ya tumbo, eneo chini ya mgongo. Eneo ya chakra inakuwa eneo gani? Hii inakuwa chini ya kitovu. Sakla chakra nimekutajia inakuwa chini ya kitovu, ambayo inahusika na tezi ya ovaries na testes. Nimekwambia hii hapa inahusiana na hisia. Hisia zikiwemo hisia za mapenzi. Homoni husika huwa ni testosterone na testosterone. Sasa ukiangalia hizi homoni ni homoni za uzazi. Kwa hiyo ni chakra inayohusiana na uzazi. Na hii chakra tunatumia sana kwenye kuhusiana mahusiano ya ndoa. Tunatumia sana kile kinachoibua ile hisia ambayo unakuwa hata huwezi kuizuia, huwa tunakuwa tunashughulika na hii sakla chakra. Na tezi za ovaries na testis ndio zenye zinaibua hizo hisia, zinatoa homoni ambazo zinakupelekesha katika hizo hisia, kwa sababu ni homoni za uzazi zinakuletea hisia ya uzazi, kwa sababu kitendo kile huwa kinaleta uzazi. Vyote hivyo vinasomwa kutoka kwenye akili ya hazina. Vinasomwa vipi? Umemwona mwanamke anakutega, umeona na macho moja kwa moja, ule mtego unamaanisha hisia gani kwako? Ile hisia inayomaanisha inaenda kusajiliwa kwenye ubongo, subconscious mind. Alafu sasa mwili hauna jeuri kwa frequency iliyosajiliwa kwenye ubongo. Lazima chakra husika iitikie. Basi hiyo sakla chakra inaanza kutetemea katika mtetemo wa juu, na hizi homoni zinazalishwa kwa wingi. Zikizalishwa kwa wingi, madhara yanayotokea kwenye mwili wako ndio hapo via vya uzazi vinasimama na kuchachamaa ili viweze kufanya tukio ambalo ni asili yake. Ndivyo inavyokuwa. Hao watu usipoona kwa macho, ukisikia sauti za miguno ya lile tukio, hisia inafanyaje? Inaenda kusajiliwa kwenye ubongo, subconscious mind. Alafu mwili, kama nilivyokuambia, mwili haujawahi kupinga frequency iliyosajiliwa. Ndio maana hata uchawi unafanya kazi. Uchawi unafanya kazi kwa sababu wanakuingizia. Lazima uingilie mahali uchawi. Hauwezi ukakuasili tu from nowhere. Uchawi unafanya kazi kwa sababu mwili hauna uwezo wa kupinga frequency. Ninaposema frequency au mitetemo ni nishati, na nishati ni kitu ambacho hakionekani. Ni kitu ambacho hakionekani. Ndio maana unalogwa, unalogeka, na kwa mganga unaenda unatibiwa, unapona au hauponi. Habari ndio hiyo. Lakini tunakuja chakra ya tatu. Chakra ya tatu inakusaidia ni, kuna watu wamenunua hichi kitabu. Sasa ninapokuwa natoa hizi live, kitabu wanakuwa wanasoma wenyewe, unakuta kuelewa kunakuwa changamoto. Kuelewa kitabu kunakuwa changamoto. Chakra ya tatu hapa tunasema ni solar plexus. Solar plexus au wengine wanaita manipula. Inakuwa wapi? Kati ya tumbo, katikati ya tumbo. Kati ya utumbo, nasema utumbo wa juu. Hii hapa inahusika na pancreas. Pancreas utakuwa unaelewa msomi, nafikiri ni kongosho. Kongosho huwa inatoa insulin nadhani. Insulin ni homoni ambayo inadhibiti damu. Naye ni sukari, sukari kwenye damu. Sasa chakra hii inapopata matatizo ya damu, huwa mambo ya kisukari huwa yanatokea hapo. Pale ambapo chakra inakuwa haipo kwenye uwiano wake. Kwa kitu ambacho unaweza kukifanya, lazima upambane kuweka uwiano wa chakra yako. Ndio maana tunameza miti ambayo imetengenezwa na miti shamba.
ambayo ina nishati ya kipimo cha kwenda kuilazimisha hiyo chakra, kwa sababu tunapomeza dawa tunameza nishati ya mti au nishati ambayo imetengenezwa kwenye maabara, kwa sababu maabara ni mambo ya kisayansi yanayofanya utafiti kwamba kipimo hiki ni kipimo sahihi. Kwa unapokuwa umemeza mitishamba hiyo, aidha ni mitishamba ya asili au umemeza mitishamba kupitia duka la dawa au kwa kutumia kimiminika dawa kwenye syringe hospitali, unakuwa umefanyaje? Umekuwa umeweka nishati ili iende ikaasili, ikalazimishe chakra iteteme, izalishe umeme kwa kiwango hicho ambacho umemeza dawa ilitengenezwa, nishati ya kiwango hicho kilichopo kwenye dawa. Kwa hiyo sasa kwa muda huo unakuwa unatumia nishati ya mti kubalance homoni hiyo ambayo inahusika na kubalance hicho kitu unachoumwa. Wakati huo hii chakra inakuwa inafanyaje? Inapata muda wa kujibalance. Ndio maana dozi inakuwa ni ya siku 7, siku kadhaa, ili muda wote huo chakra iweze kurudi kwenye usawa wake. Na ikirudi kwenye usawa wake, basi unakuwa fit kalikiti, mwili unajitibu. Sasa hii chakra ikiwa inatetema chini, solar plexus chakra, unakuwa na aibu. Unakuwa na aibu, huwezi amini. Aibu zinafunga hii chakra. Aibu pamoja na sababu zingine huwa inazima hii chakra. Lakini unapokuwa kwenye usawa au kwenye high frequency au kwenye mtetemo wa juu wa chakra hii, umeme ukiwa unaenda sawa kwenye chakra hii, ikiwa inatetema kwenye usawa wake, basi unakuwa na uwezo, na maanisha ubunifu. Kumbuka nimekueleza kwamba haya mambo yanakuja na asili moja kwa moja. Mimi ni mwalimu wa TEHAMA, nafundisha programming, tengeneza mifumo ya kompyuta, lakini ni mwalimu nafundisha, nina walimu kadhaa na nina wanafunzi kadhaa. Changamoto ni ya uwezo, ubunifu. Ubunifu haufundishi shule. Ufahamu haufundishi shule. Shuleni au wakati tunajifunza kitu fulani tunapata elimu, lakini hale hatupati ufahamu. Ufahamu unatoka ndani ya mtu. Sasa ufahamu hauwezi kumwekea mtu, unatoka ndani yake. Kwa lazima kuna vitu afahamu ili aweze kutumia ufahamu wake. Inakuwa ni ngumu sana kumwambia mtu fanya hivi kila siku. Anatakiwa kujitambua ili aweze kujitumia yeye mwenyewe na sio kutumika. Lakini tuna chakra ya 4. Hii chakra inakaa kifuani, nafikiri ni heart chakra, moyo. Aise, hapa kuna Kiingereza hapa. Hapa kuna Kiingereza. Hebu ngoja nigeuze hivi kamera. Mtu unaweza ukasoma Kiingereza ukaelewa Kiingereza. Kuna hii hapa, sijui inaitwaje hii hormone. Hii hormone unaiona? Hii hapa ni Venus. Manake Venus ndio sayari ambayo inatoa nishati sawa na nishati ya moyo. Hii hapa ni thymus, sijui. Hii ni tezi. Tezi inaitwa thymus. Sijapata muda wa kuingia kwenye mtandao tufanyaje tuangalie. Lakini hii hapa inaitwa nini? Hii ni hormone, hii ni tezi. Na hii ni hazi, ukienda kwenye mziki utaziona. Rangi yake huwa inaleta uchungu na upendo. Kwa umeona vitu kama hivyo. Kwa sasa chakra hii ikiwa kwenye usawa, hapa ndio chuki huwa inakaa, uchungu, chuki huwa inaishi kwenye moyo. Homoni hiyo ya oksini ikitoka bila vipimo, yani bwana unakuwa we ni mtu mchuki, twani si ni kuitaje. Yani unakuwa si unakuaje. Lakini ikiwa kwenye usawa unakuwa na upendo. Ukisikiliza vitabu vya dini vinahimiza upendo. Ukimsikiliza mtu yoyote anahimiza upendo. Anakuambia Mungu anapenda tupendane. Ndio hivyo wanafundisha. Upendo, kwa sababu upendo ni kitu kizuri, kitakupa afya njema. Huwezi ukajua nguvu ya upendo. Watu wengi huwa tunapenda kuchukulia vitu poa poa. Upendo ni nishati ya upendo. Hata ukienda kwa mganga akakutengenezea dawa ya mapenzi, amechanganya hizo frequency kuzalisha nishati ya upendo ili uende ukamvamie mtu. Mambo makubwa haya. Lakini tunakuja
tunaangalia upendo mkuu, afu hapa upendo namba 4, namba 5. Tunaingia namba 5, chakula namba 5. Nataka nizimalize hizi leo ili leo tuweze kumaliza habari ya chakula. Siku nyingine tuje tujadili kitu kingine. Ni mambo ambayo yatakusaidia. Ni mambo ambayo yatakusaidia. Na huko mbele jinsi unavyozidi kwenda utaweza kutambua kwamba unapokuwa unasoma kitabu cha Biblia au unaposoma kitabu cha Qur'ani unatakiwa uwe na hali gani ili uweze kupokea kile kilichoandikwa kwenye kitabu cha dini. Au unapoenda kwa mganga unatakiwa uwe na hali gani ili ile dawa iweze kukufanyia kazi. Au kama wewe ni mtu ambaye hupendi kwa mganga, wewe mwenyewe una imani zako, lakini unapenda mambo ya mawe. Umeenda kununua mawe. Naposema mawe namaanisha zile pete, kwa mfano kama hii. Umeiona? Hii sio ya ile ya buku hii. Hii sio ile ya buku, sio ya jelo hii. Hapana. Hii ina kazi yake maalum. Hii ina kazi yake maalum. Haya ni mawe. Ni sawa na yule mtu anayekuwa amevaa pete kwenye mkono wake, jiwe la thamani. Anaweza kama amevaa rubi, anaweza kama amevaa almasi, anaweza kama amevaa dhahabu, anaweza kama amevaa pete ya silver. Zile ni nishati zote, inakuwa inampa utulivu fulani, balance fulani. Basi ukisoma elimu iliyopo kwenye kitabu hichi unakuwa unaweza kupata ufahamu wa hicho kitu ulichokivaa au imani yako hii inakutendeaje kwa misingi ya mitetemo. Hapa tunadili na mitetemo na hatupo kupinga imani ya mtu. Mimi sipo kupinga imani ya mtu wala sipo kujadili imani ya mtu, nipo kujadili swala ambalo ni uhalisia linaweza kumsaidia mtu. Natamani waelewe niliyokuambia wanafunzi wa TEHAMA. Basi tunakuja ya 5 tujadili throat chakra. Hii hapa inakuwa inahusiana na tezi ya thyroid. Thyroid unaijua inakaa hapa sijui. Ile tezi ya thyroid ile nimesoma na 37/6. Lakini inakuwa inatoa homoni inaitwa thyroxine nafikiri. Thyroxine tezi hiyo kwa Kiswahili na Kiswahili chake. Ina Kiswahili chake. Kwa hiyo throat chakra inapokuwa inatetema kwenye usawa inaleta ukweli. Mtu unakuwa unapenda ukweli sana, unashoba na ukweli. Lakini inapokuwa inatetema kwenye mpangilio inayojua wenyewe, uongo inakuwa ni hapa na hapa. Kila chakra ina ukubwa wake. Yaani chakra moja unaweza kujadili kitabu hata cha peji 100 au kitabu cha peji 1000, chakra moja. Kwa hiyo elimu ambayo eti nakwambia hapa ndio imeishia hapa. Na ukikuta wengine wanaiongelea, usiseme kwamba mbona yule fulani alisema hivi. Ni kwenye live ile pita nilikuwa nakwambia kwamba ukikuta jembe moja inatumika kuchimbia madini, jembe moja inatumika kuchimba mtalo, jembe moja ile unaweza kumkata mtu, unaweza ukakata hapa jembe mtu akapiga jembe pap akafa. Jembe hilo wanalimia mahindi, jembe hilo wanalimia muhogo. Kwa hiyo ni jembe lile. Kwa hiyo sije ukakuta yuko elimu inaendelea, badala ya kukaa usikilize elimu, unaanza kuchambua kwamba mbona fulani alisema hivi au mbona mimi nasema hivi na yule alisema vile. Sasa wewe unakuwa unakalili na kukalili hakuwezi kukusaidia kitu. Kitu kinachoweza kukusaidia ni kuelewa. Ukishaelewa hiyo frequency ya yule aliyekuwa anaitoa ili uelewe, iweze kukukaa kichwani ili uweze kupata ufahamu unaostahili. Kitu naenda chakra ya 6 ni third eye. Third eye jicho la 3 ambayo inahusika na pituitary gland ambayo inahusika na nishati ya hekima ya juu. Unakuwa ni mtu ambaye hata kukiwepo kwenye zoruba wewe unakuwa haujachafukwa, bado unakuwa unatoa maneno ya hekima. Hata mtu ukija umepaniki, bibi yake Mungu bibi. Nasema, kwani mmefanya nini jamani? Ni hivi na hivi. Sasa hivyo huwa haiendi hivyo. Huyu alitakiwa kufanya hivi na hivi. Yaani wewe hauasiliwi na ile pressure. Kwa sababu unakuwa na uwezo wa kuona kitu vizuri na kukidadafua. Yaani kama unakiona kwa mbali. Kwa hiyo sasa hii hapa huwa inatoa homoni moja, hormones. Sema mwanangu hii ni master hormones. Yaani hii huyu ni master kwa kweli. Yaani huyu anaingilia pote pote. Unajua ulimwengu au haya mambo
yapo kila mahali. Nataka nikutolee mfano. Unaona hizi homoni zinapokuwa zinachanganyana kwenye mwili ili kuweza kupata usawa fulani, kuletea uwiano fulani au hisia fulani, huwa haifanyi kazi yenyewe, badala yake inachanganyana na vitu vingine, vinatoka nini, ndio inakuwa mafuta ya kutekeleza hicho kitu. Kama ni hasira, zinachanganyana homoni fulani na fulani, vinaleta hisia ya hasira. Kama ni upendo, kama ni chuki, kama ni hekima, vinachanganyana. Sasa hii hapa pituitary gland ya SEDI inakuwa ni master hormones. Maana mwenyewe ni master, ni mdhibiti mkuu. Ni mdhibiti mkuu wa homoni. Inatoa kwa kipimo. Inatoa kwa kipimo. Ndio maana habari ya SEDI kwa muda fulani inakuwa ni habari ya mjini. Kwa sababu kwa kudhibiti hiyo tu inaweza kukusaidia vitu vingi, lakini kiukweli kila chakra ina kazi yake maalum. Nilikuwa nikwambia kwamba hizi wanafanya kazi kwa kuchanganyana. Angalia mfano jinsi wanavyopika pilau. Pilau ina viungo vingapi? Ili ije ile harufu ya pilau, ile harufu unakuwa umechanganya nini na nini? Kupata ile harufu? Unakuwa umechanganya vitu vingi nadhani. Kwa sasa ili kuweza kupata mtetemo au nishati fulani au tukio fulani, vinachanganyana vitu kadhaa kwenye mwili wako bila wewe mwenyewe kujua. Na ndio maana watu wanakaa maabara, wanaseti mitetemo au wanaseti nishati kwa kutumia mitishamba, labda wanatengeneza madawa ya kulevya, ni formula. Kwa hiyo madawa ni kitu ambacho kikiweka tu kwenye mwili wako, nimekwambia kwamba mwili haujawahi kupinga frequency. Mwili unaishi frequency iliyopo. Mwili unaishi frequency iliyopo. Kwa hiyo ukiingiza hata kwa bahati mbaya madawa ya kulevya, kumbuka ile ni nishati. Wewe mwenyewe si ndio umeingiza, hata uchawi unaingia hivyo hivyo hadi uruhusu. Kwa ndio hivyo. Hii jicho la tatu ikipoteza dira kabisa, imepotea. Mtu huwa anachanganyikiwa. Lakini sasa ikikaa kwenye usawa wake ule, unakuwa na ufahamu wa juu, unakuwa na hekima. Yaani sijui nikwambiaje. Lakini tujadili colon chakra. Colon chakra tunaihusisha na jua. Sayari yake kuu inayoongoza hii hapa ni jua. Ni chakra inayohusiana na ufahamu. Kuna tezi moja kwenye mwili wa binadamu inaitwa pino. Wanasemaga pino gland. Ngoja uone hapa walivyoandika. Umeona hapa? Pineal inasema, pineal hiyo. Pineal gland, lakini inatoa homoni inaitwa melatonin. Melatonin hiyo ndio homoni inayotoka na colon chakra ya juu kabisa, ambayo nayo ni muhimu sana. Itakao yani hapa ndugu yangu, ni sijui unakuaje. Yani wewe unakuwa na viwango hata vya kupaa. Ikiwa haijakaa sawa, unakuwa ni mtu wa kujitenga. Mtu wa kujitenga. Ile kujitenga kwa ubaya, kuna ile kwa kujitenga ili kuweza kupata suluhisho ya jambo fulani, lakini kuna ile kujitenga kwa upumbavu, kujitenga kwa kijinga. Kuna kujitenga fulani unakuwa ni wa kipumbavu kweli. Lakini kwa imekaa sawa, unakuwa unahisi muunganiko, unakuwa unahisi connection na ulimwengu. Yaani unakuwa unahisi ulimwengu haujakuacha. Yaani unakuwa unahisi wewe ni sehemu ya dunia. Wewe ni sehemu ya ulimwengu. Unakuwa unapata hisia hiyo. Kwa hiyo tunamalizia kwa kusema hivi, chakra ikiwa open, hormone ziko sawa, hisia zikiwa juu, frequency inapaa, mtetemo unakuwa wa juu. Kama vile hasira zikiwa nyingi sana, maana yake inakuwa ni hivyo hivyo. Chakra ikiwa blocked, hormone inachafuka, hisia zinashuka, lakini na frequency inaporomoka, mtetemo unaporomoka. Ndio pale unakuta una hofu sijui na nini. Na frequency na hii ndio siri ya afya ya mwili na akili na roho. Hii ndio siri ya utatu huu mtakatifu: mwili, akili na roho. Mwili unaitikia nini? Mwili unaitikia akili. Lakini akili yenyewe inategemea roho. Hivyo kwa kifupi tuseme hivyo.
Kwa leo tuishie kwenye chakra. Tumejadili sana chakra. Kama unakuwa na maswali bana, wewe kama unakuwa na maswali, sio nifanyaje? Hapa kuna nini? Hapa unaandika namba. Hapa unaandika namba. Kama unakuwa na maswali bwana kwenye WhatsApp, karibu. Kwenye WhatsApp namba hii. Si umeelewa? Namba hiyo hapo inayopita pita hiyo namba hii. Hebu ngoja nishushe hapa kabisa hapo kwenye kifua. Hapa utakuwa umeiona. 0682329852. Niulize maswali. Kama unataka kitabu hichi gharama yake ni 25,000. Kwa wale ambao tayari wana kitabu, hizi live ni muhimu kwa upande wenu kwa sababu kitabu hakiwezi kukuelewesha. Mimi niliandika kitabu ndio najua niliandika kulenga nini na ili kikusaidie nini. Na hadi ukija kufikisha mwisho wa kitabu hiki unakutana na mambo mengi. Huko nimeorodhesha miti kadhaa ya kutengeneza. Hii miti ya kutengeneza. Kitabu hiki kinakufundisha kuunda frequency zako. Uchawi. Sasa si utaunda uchawi mbaya, si utaunda mchawi mzuri, si utaunda uchawi gani? Si utaenda kwa mganga ukamwambia unataka namna fulani. Yaani unakuwa unajua hadi kujieleza. Basi katika hayo mimi nikutakie siku njema na jioni njema. Nasikia kunguru huyo ananishangilia yuko juu ya mti huko. Unasikia huyo? Kunguru huyo ananishangilia. Anashangilia sauti inapotoka hii. Sauti ya dhahabu.